Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena Mwokozi. Kabla sijaendelea sana, hiyo sitting arrangement haijanifurahisha. Ukiona kiti mbele yako, songa haraka haraka. Ukiona kuna kiti mbele, songa. Kwani hautaki kutoka mahali huko? Ile Jumapili una mahali kwako specific. Kuna watu sijaona wametoka kwa positions wamezoea. Usiwe hivyo bana, watu wanasonga. Haleluya. Nimshukuru Mungu tena kwa fursa na kibali hiki nilichokipata katika madhabahu. Si jambo rahisi. Nimshukuru pia baba yangu wa kiroho Pastor John Chiro Ngoga kwa kutumika na kutuamini kama vijana siku ya leo tukahuduma ni kwa ajili ya madhabahu yake. Haleluya. Si jambo rahisi. Ukiwa hapo unaweza dhania ni rahisi, lakini ukiwa mahali kwingine sio rahisi. Haleluya. Kuna watu wanachangia microphone hawezi gusa. Haleluya. Unachukua kweli kama huduma lakini hujaweza gusa. Na kwa hivyo ni desturi na mila. Lakini tumshukuru baba yetu kwa unyenyekevu alio nao, akiwa anajali maisha yetu ya baadaye. Haleluya. Ninamshukuru pia, nishukuru pia kamati yote ya kanisa jinsi alivyotushikilia kama vijana na the entire Jerusalem Fire Church mahali imetoka mpaka tumefika leo. Haleluya. Yote kibali cha Mungu. So tutaingia katika maandiko yetu. Ningeomba mtayarishe microphone msomaji wangu wa siku ya leo. Tutatembea vitabu vitatu. Haleluya. Tutatembea vitabu vitatu siku ya leo na niamini tutabarikiwa kwa pamoja. Haleluya. So tutaingia kitabu cha kwanza ni Matendo ya Mitume. Soma tu kwa sababu hayo maneno ninahitaji huko mbeleni. Haleluya. Ninahitaji huko mbeleni. So tutasoma Matendo ya Mitume. Tutoke hapo tuingie katika kitabu cha Waamuzi. Alafu kumalize na Wafalme. Haleluya. So tuingie maombi kwa kifupi tukia. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru ewe Mfalme uliyeumba mbingu na nchi. Tazama Bwana, wakati na majira haya Bwana ni kipindi ambacho Bwana niko mbele ya madhabahu hii Bwana ya mtumishi wako Bwana uliyemteua Bwana siku ya leo. Baba Mfalme ametupaka mafuta ni kwa ajili Bwana ya kueneza injili yako mahali hapa. Yule Roho Bwana Mfalme Mungu anayenenda katika hii madhabahu. Tunaomba Bwana siku ya leo Bwana asipunguke juu yetu Jehova, bali akaongezeke Bwana. Yeye Bwana ndio tunamwamini mahali hapa Bwana. Ukatusaidie, ukatupe tafsiri Bwana na ufunua neno lako. Neno ambalo Bwana umeliweka Bwana Mfalme kinywani chetu siku ya leo. Wacha Bwana kikashuke sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu tunaomba na hata kuamini. Amen. Matendo ya Mitume kuanzia Matendo ya Mitume 8 kuanzia 26. Matendo ya Mitume 8 kuanzia 26. Huo ujumbe nitauhitaji kule mbele, lakini kwa nini nausoma? Kuna mahali nataka tufundishane kwa kifupi, ili tukiingia katika ile subject tusiachane nyuma. Haleluya. Nikawa ninajiuliza, je, kati ya huyu Mungu na sisi wateule ni nani hasa anastahili kuwa na kazi kubwa Mungu kiroho? Haleluya. Amen. Hilo swali nimekuwa nikijiuliza, lakini nikawa ninapata majibu kupitia maandiko haya. So, ninataka tuangalie wakati unatakataka kanisani,
wakati unatangatanga kwa mababu, wakati unatangatanga kwa wazee kutafuta solution ya shida ulionayo, je, uko mahali kwa sawa ama ndio inazidi kupotea kabisa? Haleluya. Hebu tusome Matendo ya Mitume 8 kuanzia mstari wa 26 inasema aje? Malaika wa Bwana akasema na Filipo. Sikiza. Sote tunaamini kwa Filipo alikuwa mwanafunzi wa nani? Bwana, tusome maandiko. Filipo alikuwa mwanafunzi wa nani? Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Maandiko yananiambia siku moja malaika wa Bwana atamshukia Filipo. Anatuma wapi? Haleluya. Filipo alikuwa anatuma wapi? Kwa nini malaika wa Mungu akasumbuka? Ni kwa ajili ya sauti ya Bwana. Tuendelee. Haleluya. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia. Akamwambia nini? Ondoka kaenda upande wa kusini. Sikiza. Filipo anaambiwa kipindi chako cha kukaa hapa kimeisha. Nenda kusini. Kusini kuna nini? Kuna jambo gani Bwana alikuwa amelitayarisha? Akamwambia nini? Ondoka kaenda upande wa kusini. Nenda kaende upande wa kusini. Hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Mahali hapo kuna Gaza, mteremko umetoka Yerusalemu. Hapo mahali pana jangwa sana. Tunaongea habari za wapi? Za jangwani. Lakini kuna mtu ametolewa mahali alipokuwa na starehe, amepikishwa jangwani. Nauliza tena, hata peleke jangwani? Tuendelee. Amen. Naye akaondoka akaenda. Hakusita. Mara akamwona mtu wa Kushi mwenye mamlaka chini ya kandake. Mtu na mamlaka yake, mtu tajika, mtu na utajiri wake amekwama jangwani. Amen. Toashi mwenye mamlaka chini ya kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote. Alikuwa juu ya hazina yake yote. Naye alikuwa nini? Amekwenda Yerusalemu kuabudu. Alikuwa ametoka kuabudu, akawa akirejea. Alikuwa anarudi nyumbani. Ameketi garini mwake. Yuko ndani ya nyumba yake, Prado, Land Cruiser, kila kitu V8, ametulia pale ndani akisoma chuo cha nabii Isaya. Lakini akiwa katika gari alikuwa anasoma chuo cha Isaya, maandiko ambayo tunaweza yasoma hata leo. Yeye tajiri naye alikuwa anasoma maandiko yale, yakamfanya Filipo atolewe na Bwana atembee mpaka jangwani akasaidie tajiri fulani. Roho akamwambia Filipo. Roho wa Mungu akanena na Filipo, sogea karibu na gari hili, shikamane nalo. Nenda kaangalie kuna nini hapo. Hajaambiwa kuna mtu ndani. Aliyeona mkosi ni Mungu. Aliyemtuma Filipo ni Mungu. Wala hawajashikana. Tuendelee. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Alipoangalia mzee mmoja amekodoa katika chuo cha Isaya anasoma. Kwa nini Mungu akamtumia mtu yule jamaa aliyekuwa anasoma? Twende. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya, anakisoma kile chuo. Akanena, je, yamekulea haya unayoyasoma? Hicho anachokisoma wakielewa? Akasemaje? Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Hapo ndio nilikuwa napataka huko mbele. Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Mama anaweza kuwa mzuri mwimbaji, lakini usipopata kukuongoza utapotea huko mbele. Mama anaweza kuwa mwombezi sana, usiporuhusu uongozwe utapotea huko wendako. Lazima upate mtu akuongoze. Kijana anaweza kuwa mrembo sana, lakini ukapotea. Lazima upate mtu aongoze urembo wako. Weza kuwa mzuri sana madarasani, washika. Ni wangapi wamekuwa kushika primary? Ukiasha 400 ukienda high school
wewe ndio wa kwanza wa D mpaka mwisho B. Kwa nini haukupata wa kuongoza? Mtashi akasema, niwezeje Bwana kuelewa kama hapa sijaongozwa? Leo tukubali kuongozwa, leo tukubali. Angalia gari yake, alikuwa ni kwa ajili ya neno. Akitaka kusoma na ambayo tuliyosoma, akitaka kusoma na ambayo unaelewa Filipo akaambiwa, acha kasi yako moyo ulionayo. Kuna nafsi inahitaji kukombolewa. Wakati mwingine mama, jifunze kuacha ulichonacho. Njoo hekaluni, ulichonacho kinahitajika, ulichonacho kinahitajika. Usiseme siendi, niko kazini. Filipo alikuwa na kazi zake, akaambiwa toka twende Gaza, kuna mahali na kuhitaji usaidie mtu. Unapoitwa itika, unapotumwa tumika. Anaambia mwana kondoo, ilikuwa story ya mwana kondoo. Hiyo chuo ya Esau umesoma, amelazwa katika majani mabichi. Wote leo kwa umesikia hivyo. Filipo hakumwelezea kitu, akamwambia uko tayari nikubatize? Kubatiza ni uache ulichokifikiria uje katika ulimwengu wa Kikristo. Sasa huenda mzee huyu alikuwa ameweka mawazo yake kwa utajiri, huenda alikuwa anaangalia jinsi anavyomiliki mali. Akaambia nikikubatiza utaacha vyote uambatane na mimi, maana kunaye aliyenituma. Leo kunaye anayekutafuta mama, ni wewe ujitoe. Haleluya. Amen. Na nikauliza pale mwanzo, kati ya Filipo na huyo aliyekuwa anasoma neno, aliyekuwa na shida kubwa alikuwa nani? Kwa kusoma neno. Kwa nini Mungu hakushuka direct mpaka kwa ile gari akadili na yeye? Wakati ukasema na kucha Mungu wewe peke yako, maana unajua kuomba, hautawahi muomba Mungu. Mungu atatumia hayo nao waona hapa. Watatumia hayo. Angechuka huyo hata malaika akashuka kampata siri tano akaelewa, lakini hafieni hivyo mpaka pata mtu akaongoze. Akavyo leo kama hii alisali leo simama, alisali leo ubiri mimi ushashika mikrofoni hapo, ushashika mikrofoni mama, ukaimba kwaya. Nakuuliza, yale makanisa yenye tumetoka ni kwa moja wapo, sikushika mimi. Wewe unashika mwenzako? Hawana na roho hapo. Lakini roho anaposhuka kwa kutumisha kumwambia, amini hao ulionao, kesho utakuwa pazuri. Huyo ni Mungu tayari ananena na anafanya kazi. Sasa wewe unataka makanisani, wakati Mungu hashuki kwako, anashuka kwa mtumishi. Wakati umetoka unaenda kwingine, ndio wakati sasa Mungu anashuka kwa maombi, anaambia mwambie Alison yuko na vioni. Yuko sijanenewa, nimenenewa, mtumishi amenenewa mahali nimetoka. Tutashikana kweli? Tutashikana kweli? Anayechelewa ni nani hapo? Mungu akutangatanga. Maana nataka nione Mungu kwa macho. Mungu anapitia Mungu malaika wake. Malaika anashuka kwa mtumishi wake. Mtumishi anashuka kwa kondoo zake. Sasa kila kondoo leo iliyofanyiwa na kufanyiwa, lazima ikatoke kwa mateka. Maana kuhani tunaye, madhabahu tunayo, na tunaamini kwamba Mungu anaweza yote. Twende Waamuzi 18:1. Sorry, twende Mambo ya Nyakati, hiyo ya mwisho. Mambo ya Nyakati 9:1. Nikupe kisa kitamu, sema kitamu. Hiyo tu. Mambo ya Nyakati wa pili 9:1. Amen. Kitabu ni cha Mambo ya Nyakati wa pili 9 kuanzia 1 inasema. Yasema nini hiyo? Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani. Sikiza. Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani. Malkia wa Sheba. Malkia ni jina gani? Wewe, ukisikia mtu anaitwa malkia wa jina gani? Wa kike. Ni wa kike. Malkia, bibi ya mfalme.
anaitwa malkia. Haleluya. Amen. Akafanya nini? Anza mzuri kusoma. Na malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani, alisikia habari za Sulemani mahali, alikuja ili amjaribu Sulemani kwa maswali. Sikiliza mwanzo. Hakuwa anaishi na Sulemani. Haleluya. Amen. Alikuwa kanti yake kwao kabisa. Akafanya ufunga safari mpaka kwa Sulemani, mteuliwa wa Bwana. Alikuwa na maswali yake moyoni, anataka kumjaribu. Haleluya. Amen. Akapiga hatua. Leo nimejipanga, nimejiandaa mpaka kwa huyu jamaa ambaye anasifika sana, ni mwenye hekima. Nina maswali yangu akayajibu. Alikuja ili amjaribu Sulemani kwa maswali ya fumbo huko Yerusalemu. Nasikia kumbe kuna watu wana mafumbo. Mwambie kuna mafumbo. Kuna mafumbo. Kuna mafumbo. Na wapi mkacheza nyoro. Tena tukacheze mchezo wa kamba. Mchezo kumbe ni fumbo. Haleluya. Amen. Akaambia nina maswali yangu, lakini ni maswali ya fumbo. Kitu cha fumbo kije direct. Kama nimepanga kuvunja ndoa ya Moli, siji direct Kristo atanijua. Nimfuate Moli kimafumbo. Ninamwendea kimafumbo. Nikitaka kuwa huduma wa mama ombi, simfuati direct atanikemea. Ninamfuata mama kimafumbo. Ninamfuata kimafumbo. Nikiwa ninataka kufuta kazini, sikufuati direct, ninakufuata kimafumbo. Haleluya. Amen. Akamwambia nina maswali yako leo Sulemani. Maana alikuwa habari anazo kwa huyu jamaa ni mfalme, na pili alipewa hekima na maarifa. Sasa mwanamke akawa anajiamini, mimi malkia sijawahi shindwa na mtu yoyote. Leo huyo nitadili naye, nitamalizana naye. Ninataka nikwambie kitu, yeyote aliyejipanga ni kwa ajili ya kukuangusha. Hata ajipange vipi, hata kupata ukiwa umetayarishwa na Bwana. Ni tamu. Amen. Mwenye wafuasi wengi. Mwenye wafuasi wengi. Huyo malkia alikuwa na wafuasi sana. Na ngamia wachukuao manukato. Mangamia wako mpaka na manukato. Na dhahabu nyingi sana. Wana kuja kwa mtu na fungo. Na zidunia leo sote kuna kadala mwanzo wananzala. Haleluya. Amen. Ukwambia tulikombea kwa jirani na uchakula, mwenzako alikuwa amejipanga. Anasema nitamsaidia kwa mahali kwa nini. Akikwenda naomba dhahabu, akikwenda naomba malashi. Angalia huyo mama alikuwa amejipanga. Lakini hata wajipange mama, wanafanya kazi bure. Hata wajipange kijana, wanafanya kazi bure. Amen. Na ngamia wachukuao manukato. Ngamia wameshuka wa mangina. Wala mangina ndio usafi sana upande wa. Maana ngamia anatoka jasho, utapata wewe. Wewe baba venye ameng'ara hivi, anaweza kananga mangana mangina huko. Basi bwana, usidanganyane hawezi. Sasa yule ngamia hapa vile alikuwa ametayarishwa ni Sulemani akimwona dada Joe, lakini Sulemani naye akasema sigani atungane. Na ngamia wachukuao manukato. Na dhahabu nyingi sana. Na vitu vya thamani. Alipomfikiria Sulemani, amefika sasa. Sikiza, amefika kwa ile himaya ya falme sasa. Akamwambia nini? aliyokuwa nayo moyoni mwake. Kuna watu wana mambo moyoni na nafasi hawajapewa tu. Lakini ukiwaruhusu mama akieleza utashangaa. Ndio. Alison anaweza kuwa na yake ya moyoni mama. Yes. Haleluya. Akawa na yake moyoni. Hata wale wafuasi hawajui. Ndio. Alipomwona Sulemani akasema yale yangu yote nitayamwaga kwake. Naye Sulemani
akamkimbilia maswali yake yote. Naye Sulemani anauliza wewe mkutana maswali, nami nimejipanga na maswali, lakini hatujaonana. Sio kumaanisha Sulemani alikuwa ametayarishwa na Bwana kuwa sitayarishe, kuna mtu njiani ana maswali yake moyoni. Wewe nawe kuwa na maswali yako moyoni. Naye Sulemani akamfungulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichiwa Sulemani asimwambie. Kuna vitu Sulemani alikuwa amefichiwa, akamwambia kwa kuwa umejileta, wacha nikwambie. Ni ngumu mama kukemea jirani nyumbani kwake, lakini akija kanisani lazima moto utangazwe, achome na achome. Ana kimwambia choma, utapelekwa kotini. Kuna vitu vingine kanisani havifichwi, unasema vyote havifichwi. So kama kwa hapa wakati ya kireti kuna nyumbani haizi kuhubiria, lakini ukiketi kwa kiti hapa, kisimamishwa hapa, kila kitu kinaachiliwa hapa. Usiseme pale kilivile jirani yangu, roho Bwana nitangulia na nadili na moyo wako. Sulemani hapo usicha chochote. Twende hapo mbele, nataka hapo. Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Sulemani. Nisikize leo mwanangu mpaka umalize. Sulemani naye akaongea. Alipomaliza akaanza kuongea, kumbe jamii nilidanganywa kule nilikotoka. Huyo na hekima kweli, kama usikia niongea kwa mbele. Naye Malkia wa Sheba akasema nini? Alipoona hekima ya Sulemani, nyumba aliyoijenga. Kitu cha kwanza alianza kuona ile nyumba mwanzo. Na vyakula vya mezani mwake. Vile kuna tabarisha hapa vyakula. Unajua kisa ni Sulemani ndio hata ambaye kwa na bibi yake. Ni ile ambayo alikuwa anamtendea Bwana. Alipoingia hekaluni, akaangalia nyumba ilivyojengwa, akafuzi mwanzo. Hapo nikaanzia wapi? Akaangalia chakula cha madhabahu. Ile ni chakula madhabahu. Ile ni chakula madhabahu. Ile ni chakula madhabahu. Anaona vimejengwa. Akasema ndio. Amen. Na vyakula vya mezani mwake. Meza zimechafuliwa. Mama anashiba, unashiba mama. Unashiba, si unashiba neno. Unashiba wewe. Wewe unashiba. Nini unashiba huko? Akaona watu wameketi wanatembeleza, wameshiba pale. Hajui alikuwa wapi. Alitamani naona na njaa. Tena kuna hatari. Mbaya wako akija wakati una njaa, atakunasa kwa rahisi sana. Naongea uongo? Naongea uongo? Aliwapo akikupata umelala njaa, anesi Mungu ashuke kwa choko kipindi tayari. Lakini asiposhuka utaanguka. Ni mfano, sabu mbega mtoto wako na shule sikuwa dakikani, anakuja dukani, mambo hayakuenda mpaka jioni. Alimwambia wale, wacha nikabati nikipata chochote takuja kwa hapo utakuja kwa kazi. Amerudi nyumbani, Kristo nakula siku nzima, ubaba kuna mwana wako na shule, na kwenda shule kutoa shule baki, kumaanisha naye hajakula. Bibi hajakula, sawa, yeye mwenyewe hajakula. Ni ngumu mwanamke ale kazini wakati bibi kule nyumbani hajakula, hata chakula akishuki. Anasi wanajiona kapesa mahali, wanagacha kama mtembeze mia, hizi 300 katika shopping. Na kama unashinda tabia wewe, ukirudi nyumbani ni vile ulivyoacha. Sasa unaenda nyumbani, ukipita njiani kuna mwanamke anandinga kiame kiweka katikati hapo, kidogo mzee, nimepatia njia. Habari mama. Salama sana. Iliende karudi kunde mboga nini mambo madogo hayo. Shika ufukoni hizi. Naambia huyo muone kama hana Mungu. Atafikiria Kristo ngoni? Hapana. Naambieni. Atafikiria. Sema sasa hapa ni hekima itumiki hapa. Hata ufukoni yake nikamalizia na yale mambo ya nyumbani, huyo nitamlock. Wakati sasa umechukua ile pesa, maisha yatakuwa magumu. Unakumbuka cha nipigie simu. Mama
hivyo. Sasa yule malkia alipofika pale nyumbani, alikuta watu wameshiba. Kama ni neno wameshiba, kama ni sifa wameshiba, kama ni mazesha wameshiba. Utamtoa mpeleke wapi? Barikiwa baba, barikiwa. Utamtoa mpeleke wapi? Nimetoka kuhubiriwa, nimetoka kuombewa, nimetoka kufanya deliverance, nimecheza mpaka nimeswati. Unaniambia kwa kanisa ni watu wana dance twende. Nimeshiba bana, niache wewe. Nataka nikwambie, ni wakati tusimame sasa. Tunashirika tukashibe. Tuache kuwa na njaa na kanisani. Tuache kuwa na njaa kanisani. Nabii anajipanga kaleso ndani, pia ndani, pia shindani. Soma kama kama nisikiza hapo. Hapana zali hapa mama hapo. Asante. Kabla hujachungulia ukifanya nikagora kaleso. Utakata mambo yake huyo. Unakataa wewe. Lakini mtu akipata unashiba. Shika mfuko tulia hapo. Tulia tu hapo. Atakuwa vigumu kuendelea. Atakuwa vigumu kuendelea. Hebu tuone sasa ni mali za utamu bwana. Na vyakula vya mezani mwake. Na kikao cha watumishi wake. Kikao cha watumishi wake. Na usimamizi wao. Wasimamizi wao. Wangoje wake. Kwa usimamizi kinatoka kama sawa na mama Antana. Kumbe kufika kwa baba mpaka hawa mrefu. Ukiona watu wamefika kwa baba, nyinyi ndio mmesemea. Amen. Hapa pigane hapo. Ama mwana kutoka tu. Baba anakupomoa, sasa anafika kwake bwana. Uko wapi? Yule malkia Tanzania bwana. Wasimamizi kwa imara wameshiba. Anataka wapi? Akazaa hapa sasa nichuchunge nirudi nilikotoka. Sasa nitatoka vipi? Akiingia nitaishi. Kutoka kifeni mission. Vurugu. Hata walete vurugu kiasi gani? Watatoka, watatoka. Yes. Tuendelea hapo mbele wanataka. Na mavazi yao. Na mavazi yao. Mavazi yao. Na wanyweshaji wake. Na wanyweshaji wake. Yaani Sulemani alikuwa anataka kunywesha. Sasa sije mgeni hapa anajibia na vimaji vyako hapa ati mmechoka baba kunywa maji. Na watu kwa watu tumejua umetoka wapi? Bwana utarudi bwana. Utarudi bwana na maji yako. Utarudi. Sema utarudi bwana. Najua hapo nimenereweka. Lakini kwa mgeni muone. Sulemani alikuwa anataka kunywa maji. Sio kama restaurant zinaendelea kwa mgeni tulia. Alijafukuza mtu. Ndio. Alijafukuza. Akela Sulemani anakuwa maji yani. Usiona leo huduma rahisi sana. Wanaweza kufanya. Tulia mwanzo. Tulia sana malkia. Amen. Malkia tulia. Amina. Tulia malkia mwanzo. Kama kidogo hapo. Na mavazi yao. Mavazi yao. Na daraja yake. Daraja, pia kuna daraja. Sio kupita darajani mwanzo kuna security hapo. Lakini hapo mzoea maana alitoka ufalme. Kuna watu tutawazoea watafika. Shule alikutoka sasa. Tukiona natoka na leo tunatoa huyu anakutana na hekima. Tukikuona anaongea sana tunatoa huyu anakutana na hekima pale mahali. Tukikuona anacheleza sana tunaelewa tu. Lakini wakati wa kuingia hiyo kwa shida na baba. Tunaelewa. Na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana. Eti? Na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana. Sawa. Bwana nikawa nashukuru baba anasema kuna kitu kitakuja fanyika hapo mbele. Baba tunakwenda kwa ngazi. Ndio. Kama mmoja bado haijatosha. Ni kwa Bwana kuna kipindi kitafika utakuwa na mara 5 mwanzo. 1 2 3 4 5 uwe kama hapa. Yule alipoangalia kaona daraja la ngazi kanuni mwa Bwana. Kama ni madhabahu tunapoangalia hapa choo. Haya ongea sasa malkia. Unaleta nini sasa nimesikiza? Akaangalia kiasi hicho sasa. Hatuende sasa.
Haki anaongea sasa. Amen. Na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana yake ilizimia. Amen. Mwambie atazimia. Atazimia. Atazimia kule kwa waganga. Atazimia kwa misimu. Atazimia na kuku wake. Atazimia na mbuzi zake. Atazimia na pesa zake. Mungu atazimia. Atazimia, atazimia. Kabla atajieleza, atazimia mwanzo. Kabla hajajulikana, ana mipango gani? Atazimia, atazimia, atazimia. Amen. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile mlizozisikia? Kumbe kilichopeleka kanisani kwa Sulemani ni habari alizozisikia. Kuna vitu tumevisikia tukiwa hatujaingia hapa. Vingine ni vizuri, vingine ni vibaya, lakini leo umekuja umejionea. Angalia mama rekesha uchumi, angalia mama rekesha taarifa, angalia mama rekesha uchumi vizuri. Wana walikudanganya, sasa umefika. Angalia akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu. Kuna vitu nikiwa nyumbani nilivisikia, lakini tunaelewa Bwana. Na mama yako. Hebu rudi vizuri walikuwa. Akamwambia mfalme, ndizo kweli. Ndipo kweli. Habari zile nilizozisikia. Kuna habari nilisikia katika nchi yangu. Nikiwa katika nchi yangu. Za mambo yako wewe mama Maonde na za hekima yako kwa yale mambo unayofanya. Kuna vitu nilisikia kule. Lakini sikiza, kwa lakini taalamu ni chini. Lakini hebu kila mtu aseme lakini. Baada ya kuona sasa reality, achaje niambie mama na mahitaji. Au kuwa na agenda za kuongea, za kuongewa. Ongea agenda yako ya kufikia. Nasema hivi. Au kuchaombewe. Lakini unapoona. Lakini naambia mama. Unafanya kuongewa hapa. Naambia. Unafanya kuongewa hapa. Naambia. Mimi sikuyasadiki maneno yao. Mimi hata mwanzo sikusikiliza maneno yao. Lakini kama kwa kweli Bwana ndiye. Lakini kwa sasa wale kama wanashika na kuonyesha kitu. Sikuwashika maneno yao. Sasa wanabaje? Hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Hata nilipojionea sasa. Huyu mama wangu ni nani? Ninamwona reality sasa. Kama fulani. Wala tazama ukuu wa hekima yako, ukuu wa maombezi yako ulionayo mama. Sikuambiwa nusu. Kuna vitu vingine walinificha. Sasa walinielezea vingine, lakini vingine nilivyoviona leo hawakuniambia kwa hiyo nisema hivi. Fulana amekonda sana na tesela na bwana yake ana kasi sana, lakini nilikuwa sijamwona niliwaplezi bwana. Lakini kwa kuwa mama nimekuona leo, kwani watu ni wangu. Amen. Niona hivi sura ndio ninaambiwa vijana Yerusalemu ni wasumbufu. Leo nimekuja shuka ya leo. Amen. Sikuelezewa anazogoza bwana hivi. Watakaje? Niko na nini? Sitatoka tena hapa. Niko manzano. Watasalenga. Hata wacha makasini. Hata hapo kasini kwamba naenda ya mbele shilisika. Wacha watu wajionee. Nimetoka kazini leo. Sina haraka, nataka nikaone kwako. Mpeleke kama ni mpelelezi, atasalenga. Peleke. Naona kama na kwangu, twende.
Ukifika machio mpaka bedroom ingia itatoka tu. Usifikie ngamba, maana anaujunda kwa nasi, ana yake ya kunyonga. Ukiona kwamba sana, mwambie twende. Hiyo bibi yako kutayarisha chai naja. Amen. Ifika machio tu. Astarehe tu mwenye anataka. Nataka kwenda na baba bedroom. Mlango kwa wazi, chungulia huko. Akirudi hapa na siku leo. Umeokoka. Sio kwa umeokoka tu, amesarenda, anaamua anateseka, kumbe uteseke, kuna Mungu ndani yako. Amesarenda mwenyewe. Tazama. Ukuu wa hekima yako sikuambiwa nusu. Sikuambiwa nusu, kuna vingine vifichwa. Wewe umezidi. Bwana wewe umezidi. Kuliko habari nilizozisikia. Walisikia habari hizo, lakini habari walizonazo si zile habari walizonazo wewe. Sio mama tulea. Hata pewe jina gani? Hizo ni habari wakonazo wao. Hizo habari hunazo wewe. Kijana, hata uambiwe kwa vipi, tulia na mambo yako. Wakonazo hao. Hizo habari sisi tu. Haleluya. Wataeneza vitu na sanoso, lakini wakijidalizia watakuwa wamesarenda. Kuna watu watasarenda kwa maisha yako. Kuna watu watakuachilia kabisa. Kuna watu watakuachilia kabisa. Kuna watu watasarenda na waende. Malizia mstari mwisho. Heri watu wako. Heri hao watu wako walionao. Na heri hao watumishi wako. Heri hao watumishi wako walionao. Wasimamao mbele yako siku zote. Wanasimama mbele yako siku zote. Wakisikia hekima yako. Wakisikia. Mbona nyamsikia hekima yako Pastor John? Amen. Heri hao watu wako Pastor John, wanaosikia hekima zako kila wakati. Heri hao watumishi wako wanaosikia hekima zako siku zote. Kwa nini alisema vile? Mbaya anaweza kuwa na maelezo ya mtu, lakini kwake ni mazito. Yake na warozi. Wewe mwana, ninakuja nikapata chai na mkate. Wana kwenye nimetoka. Sikuala toka Bwana. Haya sawa, nimekula nimeshiba. Haya samani, nataka naanze shirika na wewe. Haya karibu Injili hata mtu tuwapokee jinsi walivyo. Hata wakacha vipi tuwapokee. Maana ndio mwito tulioitiwa. Tutemie pale kitabu cha mwisho wako. Kwenda kwa maamuzi, tuamue sasa kumalizia. Waamuzi 18 kuanzia 1. Kuna habari hapa pia kifupi sana tamu. Amen. Kitabu cha Waamuzi 18 kuanzia 1 inasema. Lazima nini? Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Hawa watu hawakuwa na mfalme katika Israeli. Tena nini? Katika siku hizo za nyuma, kabila ya Wadani wakajitafutia urithi. Hao wenyewe ngoja kidogo. Hili taifa lilikuwa dogo, halikuwa na mfalme. Sawa. Taifa ni nini? Mimi naanza ni taifa. Wakati sijamjua Mungu, mimi ni taifa. Kama Yuda na Israeli. Mwisraeli ni Mwisraeli maana aliteuliwa na Mungu. Lakini hii familia ya Dani hapo mwanzo Biblia inasema hawakuwa na mtawala yeyote. Walikuwa hao tu. Haya pendo 18:1. Amen. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Tena katika siku hizo kabila ya Wadani wakajitafutia urithi. Hao wenyewe wakajitafutia mahali pa kutawala. Sasa sisi wenye tuko hatuna mfalme. Sisi hatuna Mungu. Hatuna nani, hatuna dini, hatuna lolote. Tufanyaje? Tujitafutie mahali kwenye tutendanyakua kule kwetu. Sawa? Maana mahali palipo na utawala huwa kuna sheria. Mahali ambapo hakuna utawala, sheria hakuna.
Hapa tuna sheria, maana tunamwamini Kristo. Sheria za Kristo ndio zinatubeba mahali hapa. Pangekuwa ugangani hapa, pangekuwa hakuna sheria za Kikristo, ni za kiganga. Ukiingia unaangusha kuku, unaangusha mbuzi, lakini hapa sasa ukiingia unabeba roho yako tu ukampokea Kristo. Hizo badani hapakuwa na sheria za badani. Wakajitafutia urithi wapate mahali pa kukaa. Maana hata siku hiyo na nini? Urithi wao haujaangukia kati ya kabila za Israeli. Hauko naangukia. Umeng'ang'ana pesa kila kija. Ukija kanisani unatamani huduma upate. Upate Bwana. Moyoni unasema huduma. Moyoni unasema kwa mwimbaji. Moyoni unasema kwa mwombezi. Moyoni unasema wewe ni dansa. Moyoni unasema wewe ni intercessor. Lakini ukija hekaluni, kile kifanya haujaonekana bado. Huwa unasema nini? Bado mbele. Basi wana wa Dani wakatuma watu wa jamaa zao. Wakaitana sasa. Pesa anatuma watu wake. Anawatuma wapi? Watu 5 katika hesabu yao yote. Anatuma tu watu 5 waingie mahali. Watu mashujaa. Tena wewe ni mashujaa. Mtu yeyote mpelelezi hawe mwoga. Nashangaa wateule wa Mungu ndio waga. Amen. Wewe kemea siku ukija kukutana na vita vya shetani live, utajua mdokoto wewe. Acha kujidai tu hapo, maana kina mama wangu kina nani. Kuna vitu vikianuka kwa nyumba yako, useme mimi ni jasiri, sipiki simu, sifanyi lolote, wacha ning'ang'ane na watoto wangu mpaka wafunguke. Bwana utakuwa umeokoka. Amen. Utakuwa umeokoka kweli kweli. Amen. Kuna vitu si rahisi. Yeyote anayetumwa huwa amekubali kufa gari. Shetani akituma ni kufa gari kufa. Hakuna anayetumika si jasiri. Amen. Hakuna. Ukiona ametoka palikotoka anakuja, wewe mtu amejipanga bwana. Watu wa Dani wakatumwa 5 jasiri, mashujaa, wako tayari kwa lolote. Watu mashujaa kutoka Sora na kutoka Eshtaoli. Wote ili kuipeleleza hiyo nchi. Nenda tukawapeleleze wanafanya nini. Wengine weza na watu kwa wametukia. Yongea hivi akichoki. Wakifanya hivi asichoki. Mnacheza hachezi. Mnaomba aombe. Mnafanya vile afanye lolote. Yuko tuna nyinyi. Hapo na vile sasa maisha zoitaidi. Ndipo sote kwenda wakati baba anaomba ueleweke pale. Upishi pale. Huyu jamaa hayuko sawa huyu. Akitoka hapa anaweza fyatuka. Sasa akani watu hodari wa kupeleleza. Hapa kunaendaje hapa? Hapa nimeshika nani? Na nani? Na mwisho kitu fulani. Nijiunge kwa kwaya. Nijiunge kwa waombezi. Kuna watu kawagaribisha mahali. Mlianza mbali lakini naweza kufuata dakika kidogo. Kwani naongea Mungu? Kuna mtu anaweza kuja mahali mkamwita kwa intercessor. Mkatamani muombe tena. Maana ni vurugu kwa vurugu. Mimi alikuja kapeleleza, akajua hapa niingie wiki kwenye wiki nikimaliza. So 5 akija moja kwa ombezi, wengine sini wapi, wengine kwa vyombo. Kuna mtu mmoja kwa vyombo, baraza hapigi tena vyombo. Na siku yote apigi kwa bacha mambo, anakubalini pale, amepasika tayari. Kuna mtu kumweka kwa kazina, kila mtu anakimbia. Mwache tuafanye wewe. Kwa nini? Wengine wamegawanyika na wapelelezi. Haleluya. Lakini mbingu ziko na solution ya hawa watu. Amen. Kuna jibu katika maombi. Hawa walitumwa kwa biashara kupeleleza. Hautafilisika. Hawa walitumwa kwa ndoa kuangusha ndoa. Haitaanguka. Nyumba ya huyo Mika. Wakalala huko. Wakafanya kulala. Sasa angalia. Walitoka mbali, walipofika pale mahali wakapata rafiki yao wakakaribisha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ngumu kwa mama wangu mimi kujua kwenye unakaa. Hapo pesa Mungu ndio wapi. Lakini nikitaka kufuatilia nitaanza kuangalia wako ni nani mwanzo. Nikichukua nikipokea. Amen. Nikifika kwake sasa napiga nazi pale kwake. Tukidiscuss issues. Tutaingia vipi pale kwako? Sasa shida ni huyu aliyokaribisha wageni.
hapo ndo niko hapa na tunaingia sasa hivi. Sitakuacha nyuma. Ninataka kwenda kwa press, sijui press kwa vipi. Nitatafuta mkaribu wake mwanzo. Nikimpata na lala kwake, tupanga jinsi tunavyofanyia maroba. Sasa tuacha nyuma sasa. Basi hapo alipokuwa karibu na nyumba ya Mika. Alipofika karibu na kwa Mika, Mika ndiye aliyeacha wakalala pale. Wakatambua sauti yake huyo Hirimu. Wakatambua sasa yule mtu aliyekuwa mtaka. Hawakuwa wanataka Mika. Kuna mtu walikuwa wanamfuata. Sasa wakiwa kwa Mika, ndio wakasikia sauti ya mama maombi akiomba. Amen. Nataka tuelewane. Sijaenda dukani kwa Mungu mimi. Bado niko pale hotelini kwa mama yetu. Lakini nikitulia pale hotelini, nasikia Mungu anapiga zile kirenda zake. Ukiangalia hivi ni Mungu. Najua mission pass. Sasa wewe unayevusha maadui, adui unayemvusha atakuja kukamate wewe mwanzo. Yes. Sogeza. Adui unayemvusha kwa misheni yake, akivuka tu mtu wa kwanza kuharibu na haribu wewe, maana wajua siri zake. Uvusha adui, alafu akijua amevuka, si bado mjitega unaenda misheni yake na kumalize wewe, maana hapo wanataka kurithi. Wewe hauna urithi kule wanapoenda hao. Sawa? Urithi na watu watano. Wewe unaitwa Alishaliso na Aliko, umaliza Aliso na atakufa ni sawa. Lakini wewe nawe utakufa mfuata Aliso jinsi alivyokufa. Amen. Hapo hatushikanishe ama ni imeeleweka vizuri. Maana sindano ikifika kwa mfupa hauli tena, unafunga jicho haya. Ukiona mtu analia na sindano hajaingia vizuri. Lakini kiingia Mungu wakati wa dawa anakita chini na miguu. Anasema amen. Amen. Narudia. Mvushe adui atimiza no yataka. Sawa? Lakini akijua amevuka, hautafika naye kule mlikokesha kuongea twende. Atapiga kupunguza wewe. Ili kama ni pesa, wapate pesa nyingi nyingi. Wapanza kuondoka ndio. Alafu nao waanze kushikiana. Huyu ni rafiki yako. Huyu ambaye tumemuoa. Walikuwa kitu kimoja, mjao mtu mmoja sasa. Wale muuzani, wabaki wawili. Hawa wanatembea lakini kila mtu anawaza, nimalize huyu ama nisimalize. Mwisho anafika yule shujaa mmoja tena zile pesa zote. Sasa sikiza, usikubali kuvusha mtu ambaye atakuja kumaliza. Adui ni adui tu siku zote. Ukijuani adui mwepuka. Ukijuani adui mwepuka. Ukijuani adui mwepuka. Bwana Mika amekaribisha tamaa wajui. Lakini huko mbele ukisoma Mika alikuwa ni kuhani. Anataka cheo lakini hapati. Hajatambulika bado. Uko hapa lakini unajua mimi ni mpigaji keyboard vizuri. Tipisho hapa. Wale wapate mtana kwa muda. Mbona sina kutambua wewe? Mbona mambo na limbo hapo. Kama cheo hapa kanisani. Kama moyo wako ulikuwa ni wa kutaka cheo. Wewe utabaki hapo. Utabaki hapa. Mama utabaki. Wewe na mwana na kanisa lako. Anataka china pasta jone kwa mwingi hao. Sababu soka hili ni inavuzi. Sababu zote. Ni mambo na kanisa lina pasta. Wacha nikatutunge huko mbele. Utamkiria. Washirika ni wageni sasa hapo. Lakini wao ni nao. Misheni yako huko walikuwa na kutoa pale mahali uliko na amani tu. Adui na kuondolea amani ulionayo tu. Adui na kutoa kwa ndoa yako tu. Kwani mtu anampenda sana. Mtu na bibi yake anampenda kweli. Anakuona huyu mama ni amani sana na praise.
ana mapenzi hapa kwako, akiona umeachwa tu hapo. Sio hivyo? Yaani ile amani ndio hataki. Ule tulivu ndio ya kanisani asikia neno, hataki. Anataka akutoe, akupeleke mahali. Kwa kweli nawe na tamaa ya kero. Ndugu zangu pia hiyo vijana ndio nataka mwanzo. Mungu amejibu maombi. Wewe ndio Mika, leo tuna wewe hapa, tutakusikia sasa. Wewe tena tuendelea. Amen. Tembea wasilale hao. Naye akamwambia hivi. Akamwambia nini? Mika ndivyo alivyonifanyia. Sasa hapo mimi mama Maanda analaumu. Maana mama Maanda alimwamini Mika. Sawa? Lakini Mika naye alikuwa na wasiwasi na mama Maanda. Akaleta maadui. Msikizeni mama. Nipe amani huyo na hata wote huyo. Ni yeye tu wala mwambi yake huyo. Hata mimi sitamrudi tena. Ni yeye tu ndio kuomba hata huyo. Kwa msikia sasa huko. Hata sitamrudi tena sasa. Naye akamwambia hivi na hivi. Ndivyo alivyonifanyia Mika. Mika alifanya kitu kizuri, ameniajiri. Yeye alinipa ajira vizuri. Nami nimekuwa kuhani wake. Mimi nimekuwa vizuri Pastor John. Vizuri niko chini ya kwani. Nao akamwambia, tafadhali. Tutakie shauri la Mungu. Hapana, nataka ni wacha Mungu mwanzo. Unanipa hadiya kijana mwambie kila kitu zilizobarikiwa mama. Mungu akutangulie. Asante kwa ujumbe uliotupatia. Leo nite. Asante hapo ndio nimepata wafrasi. Akaambia sasa Mika, tuonyeshe njia hii, je, tuendako tuna Mungu ama hatuna Mungu? Akasema nini? Tafadhali. Tutakie shauri la Mungu ili tupate kujua kwamba njia yetu tuendeayo itafanikiwa. Yuko tuendako mama. Ni Mika huyo. Amezuia wageni. Na anacheka naye nyuma. Anacheka nyuma kwa huduma. Nilikuwa nenda kwa baba nikaombea wewe. Si lazima ufike huko. Hata mimi nina upako na mafuta. Tulia hapa kwangu mwanzo nikaombea. Anawazuia wageni. Sawa? Wakena alipokuwa sawa mama amejiamini. Basi si lazima nifike kwa elimu. Wacha kukuamini wewe hao kwendako tutafika. Amba mama, Mika, hawa si wageni hawa. Wakomisheni watakumaliza. Usiweke watu usiowajua. Usikemea mapepo usiowajua. Usivagia huduma usizozijua. Utamaliza huko vijijini. Amen. Alafu kuhani akawaambia. Akamwambia nini? Haya, endeni na amani. Endeni na amani. Bwana tani mfaraji huyo. Endeni na amani. Amen. Njia mnayoiendea. Hiyo mnayoiendea. Mbele za Bwana. Ni watumishi wangapi alikwambia fanya ABC ndio ufanikiwe? Ufanikiwe? Wewe usiniangalie. Nauliza, ni mapasa wangapi tumezunguka tukitaka solution za maisha yetu? Je, tumefanikiwa? Haongei huko. Hapa mtu tupeleke sadaka. Hatupeleke sadaka huko. Mbona shida ziishi? Akanunua salama hiyo, twende tu. Twende nalo. Ndipo hao watu watano wakaenda zao. Wakaondoka, Mika akaachwa hapo. Wakafika Laisha. Walipofika Laisha, wakaona wale watu waliokuwamo ndani yake. Sasa ni ile situation na kuleta katika maandiko. Sasa alitenga wanafunzi wake akaenda mbele. Mahali Mika alikuwa anaishi na ile si pale kwenye washirika kulikuwa na distance. Sasa baada ya kuacha kuhani, wakamalizana na kuhani, wakapita hatua kidogo, wakaona watu waliokuwa chini ya mamlaka wa Pastor John. Hapo ndio sasa. Sasa nikuache nyuma. Amen. Ndipo watu watano wakaenda zao wakafika Laisha. Wakawaona wale watu waliokuwamo ndani yake jinsi walivyokaa salama salimini kwa mfano walivyokaa. Sikiza mwanzo. Adui akija akifika hapo, washirika wana amani. Nani ana amani hapa? Hatuna nyumba, hatuna viwanja, hatuna gari, lakini tuna amani. Sawa? Amen. Baada ya mama maombi alipofika kwetu, akakuta watu wana amani. Ile amani ndio haitakikani. Mkisikia kila aina ya vurugu, si kwetu ukwani ndio napigwa.
Mwana akipigwa kunene utawanyika. Kukikosa amani, nyinyi hamna amani. Mtakuwa hamna kukimbilia tena. Watu hao wakaangalia amani iliyojaa usoni mwa watu. Wakasemaje? Jinsi walivyokaa salama salmini, kwa mfano. Ndio salama, walivyokaa wao wa Sidoni. Wenye starehe na hifadhi. Starehe ziko hapo. Kale kama huni sana lakini kwanza tumesita vechai. Yes. Soda sikunywe lakini lazima ninywe soda mimi kama nakunywa chai na starehe zangu. Amina. Kwani lazima ninywe soda za wakubwa. Nikinywa chai ni starehe. Tuachana na hiyo watu. Wanajiona sio maana lakini watu wanahangaika. Wanajiona lakini mtu anaangalia kibao alichokipiga. Kwani ninagawa mimi, nateseka mimi. Mtu akikuangalia kinguru, nasema unaendele bwana. Pia kuna watu wanaumia. Usijitangaze sana. Usijitangaze kwa wewe ni maskini sana. Maana watu wanakuona tajiri bwana. Usitamani makanisa ya nje. Kuna kila kitu hapa. Hakuna watu wamestarehe bwana ametolea. Akasemaje? Kwa maana hapakuwa na mtu katika nchi hiyo. Hapakuwa na mtu katika nchi hiyo. Aliyekuwa na amri. Aliyeweza. Kuwatweza katika neno lolote. Nao walikuwa ni wabali. Na hao wa Sidoni. Wala hawakuwa na shughuli na mtu yeyote. Hawakuwa na shughuli. Kila mtu ana mambo yake. Hapo kija hapa shughuli ni ya Mungu peke yake. Kijana zako, shughuli zako. Hatuna shughuli na mtu yeyote. Hapa shughuli ni za Yesu, mtoto kitoka tukienda. Kisha wakawarudia ndugu zao huko Sora na Eshtaoli. Sasa safari imeisha. Wamemaliza walichokuwa wanataka. Wamerudi walikotoka ili wamvamie Mika sasa. Ndiposa nikakwambia utapewa siri zako zote, wakirudi sio wenzako tena. Bwana. Sasa ukiambia ndugu kwa namba la mitaroni, si mtana kuja mpaka karibu ati sana kwa fulani lazima pita hapa mlevi. Wamemtoa mwenyewe. Ukificha siri kwa bwana hapa ni mlevi, watamgoja wapi? Tujiwekee siri zetu. Waambie kila kitu ulicho nacho, kesho wakija anakuja kimishe. Wakijamishe na wakulia ni wewe. Hata bwana mteteze. Malizia wewe. Ndugu zao wakawauliza. Haya. Mna habari gani? Gani? Amekwambia nini huyo? Ni kweli wana Mungu wale. Alafu akasema nini? Wakasema, haya inukeni. Twende tukapigane nao. Sasa walikuja na amani. Second round ni vita sasa. Akisha mama wangu kule ndiko mwaka anaomba. Hawape tena. Amani walioiona kanisani hakuna tena. Lakini mara ya kwanza wakija walikuja kama watu. Walikuja kama na malaika. Walikuja dukani. Heri wewe Bwana. Heri wewe mpanchi. Hata na duka. Haya, na duka wasemaje? Mungu amekuonekana nini? Akirudi sasa mipango ni duka lianguke sasa. Acha nikapandishe karibu na press. Hali jirani yako una duka. Ni wa kukopa deni, kukopa. Andika. Mpaka mwisho pesa inakuja kwa pasta. Hawaiti pamoja lakini hapa pana kesi nyingi hapa. Baba namuona yule. Anahubiri lakini anaendelea yule. Wakati mwingine wana Haleluya. Afisemaji lakini tavijua. Hakuwa na hemu ya deni. Alikuwa ni kama yeye. Kulikuwa na vizuri mama mwana kwaya. Anakushika rafiki mpaka nusu. Toka anaomba mpaka saa hii tena kwaya. Nishajieleza. Nasikiza nataka kueleza kitu. Ulikuwa mwana kwaya mama. Unataka kwa nini kwaya? Tulikuwa kitasa nane kwaya. Watakia bwana sasa wewe pale nje. Maana kuna mtu alikuja akakudunga sindano. Rafiki mpaka bwana kwaya. Ukana wale Yesu amina. Kumbacha.
Sio kuna mtu akija ana wewe tu mpaka vile anaona na mwaka chini. Ulikuwa mhubiri ana wewe mpaka vile mhubiri tena. Ana wewe mpaka wewe mwombezi tena. Ana wewe mpaka wewe utoe sadaka tena. Maana alijua unachokifanya ndio kinakupa amani. Mimi mwenyewe kuna vitu vinanipa amani. Haleluya. Kuna vitu moja hapa kanisani ndio vinakupa amani. Hata uende hata kwa microphone na hubiri. Lakini kila kinachopa amani ukimwondolea. Hata bibi yake atashangaa. Kwani una nini leo baba yake? Maana kile kitu cha kumpa amani kimeondolewa. Sasa hao maadui nao wako milioni wajue kinachokupa amani. Tumetolewa kwako ndio sema asili ni pamoja pale alikuwa anaringa. Sahi? Anakuwa rafiki mwanzo. Kama alikuwa rafiki yako anaenda kwa Solomon. Anakuwa rafiki yangu. Sana kwa Alison sana kufu. Sema Vijana kiume mko. Hao wenzetu wako na tabia moja. Ukiwa nacho wewe ni mtu. Ukiwa nacho uko mtu bwana. Ni wewe mpaka anatamani yana kubeba mgongoni. Siku kirudi chini, wewe rafiki yako naye kwenda amejipanga. Unaona tayari huko. Siku mtaka yuko huko tayari. Sasa nabaki mtu wa mafumbo sasa. Unaona sitapanda, nitapanda tena tu. Mtanyeko tu. Wewe ni ukanini? Wakati unacho lijisahau. Ukiwa nao sijisahau. Wakati mwingine fake life. Wakati fake life inakutoroka, unamwambia sijakufa niko bado. Sijakufa bado. Hakuna kitu sahihi. Nini huko? Akiwakosoa muonyeshe sasa hauko umekufa. Mimi niko sasa. Kama ni chapati zitapika sana. Hapo ndo akina kwa Solomon anamuelewa. Huko kwangu haelewi. Sasa nasi tunakuja sasa Solomon anauliza shauri. Ulikuwa unaenda naye vipi huyo jamaa? Mbona simuelewi mimi? Solomon sasa ametatizika. Maana alijua kwamba hakuna sasa hivi merudi. Anataka kurudi huko. Sasa mtu wa vile ni ngumu sana. Mtu anataka kukuangusha na kila mbinu. Wewe Daniel kupenda kwamba anataka kukuangusha. Ukiunganishwa na mtu mahali, angalia ile kitu kama opportunity. Usikubali kuachilia bwana wako hivi. Mama, simwachilie hivi. Utadanganywa akienda. Wanashika rafiki kwingine. Wanajua kuuza marafiki yako. Amwache bwana, wewe njoo kwa baba tu ameacha bwana wako. Kwa baba umwambie acha bwana, ni wewe tena nataka uimbaji. Wewe uimbaji unakupa bwana. Na bwana alimwacha mwenyewe. Wanikuuliza, uimbaji ndio unakupa bwana na ulimwacha mwenyewe. Maarifa alikuwa wapi? Haya, mwisho Purity anaanza kuongea na watu sasa. Aliacha bwana wake yule na jinga wake. Anaacha rafiki mama. Yule Madam Magdalene. Tunaanza kanisa ifanye. Tusifikie hicho kiwango. Tuwe makini, tufunguke na akili. Tujue tunaishi na watu walio vipi. Ukifika point tujue hapa kuna agenda ambayo ungenitatiza. Epukana nayo. Amen. Si lazima mtu akuelewe. Jitoe tu. Hata upe jina gani nini? Epuka maana huyo mtu mwisho atazunguka na wewe utakuwa shida. Haleluya. Amen. So tujiweke katika hali fulani ya kuwa mtu akuelewe. Ujue kila mtu yuko miona kutoka kwenye amani. Tunachokimbilia mahekaluni ni amani tu. Yesu alileta amani duniani. Amani hiyo ndio shetani anayewinda. Amen. Mama ukiwa na amani hata kama hakuna chakula cha maana, ile amani ilinde. Ukienda mahali kwenye kila friji imechafuka, lakini nawe usisindikize wenzako tu. Usindikize biashara hapo. Mweke ndio tunatoka. Sasa naenda kama yeye anafanya. Huyu ni mtu mwanzangu. Msaidizi mpango kwa security rudi. Akijaribu kesho na kujaribu. Hiyo ni nani chapeleka hapa nje. Toka kidogo mama tuna meeting hapa ndani. Meeting hii ya wakubwa peke yake. Toka bila anatufuza. Huko nje na bwana amani gani? Heri kidogo lakini ni amani. Tulinde amani kanisa likue. Na likue sana.